Maalum wa kina mama wenzetu wenye please karibu. Asante. Swali langu nitaomba lijibiwe na watu wawili. Mheshimiwa Jumanne Haji na Mheshimiwa kutoka Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Vuai. Mheshimiwa Vuai. Na wewe mwenyewe? Jina langu naitwa Abdalla Mohamed ama maarufu Dula Program. Asante Abdalla. Swali langu, ikiwa tume imeleta marekebisho, imeleta rasimu ya katiba itokanayo na wananchi, na ikiwa kifungu cha katiba hiyo kinasema serikali tatu, na kama inavyosemekana na kuombwa, hata rais akasema kwamba hakuna upande unaotimia akidi kama hatutazungumza. Je, ikiwa akidi haikutimia upande mmoja ambao unataka kuingiza serikali mbili, kifungu kile kitabakia kama kilivyo, kirudi kwa wananchi, ama kitaondolewa kwa sababu akidi haikutimia? Na kama akidi hiyo haikutimia, CCM na kwa sababu kifungu hichi kimetokana na maoni ya wananchi na nyinyi hamtimii akidi, kwa nini msikiache kikaenda kama kilivyotokana na tume, wananchi wakakikataa? Asante. Nashukuru. Naomba tuvumilie, pause, nirudi meza kuu. Nianze na Humphrey. Karibu sana. Swali la Sendra. Nashukuru sana. Niseme ukisoma katika rasimu ibara ya 269 ibara ndogo ya kwanza inazungumzia utekelezaji wa masharti ya katiba mpya, na inasema mambo yafuatayo yatafanyika na kukamilika katika muda wa mpito: kutungwa kwa katiba ya Tanganyika; b, kurekebisha katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ili kuiana na masharti ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2014. Kwa katiba inayopendekezwa, kama itakuwa imebeba mapendekezo yaliyomo kwenye rasimu, lazima katiba ya Zanzibar ifanyiwe marekebisho ili iweze kuiana na katiba hii ambayo itakuwa sheria ya nchi, kama ambavyo imeelezwa katika ibara ya 8 inayozungumzia ukuu wa katiba hii. Inasema katika ibara ya 8 ibara ndogo ya 4, sheria yoyote, mila, desturi na uamuzi wote wa chombo cha dola, ofisa wa serikali au mtu binafsi ni sharti ufuate na kuendana na masharti yaliyomo kwenye katiba hii, na kwamba sheria, mila, desturi na uamuzi wote ambao hautauiana au kwenda sambamba na masharti ya katiba hii utakuwa batili. Rasimu inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara yake ya kwanza ni nchi na ni shirikisho lenye mamlaka kamili. Inaendelea hivyo, ni nchi, maana yake ni nchi moja. Kwa hiyo hatutakuwa na nchi mbili, na ndio maana kifungu cha 64 cha rasimu hii kimependekeza majina sasa ya Zanzibar na Tanganyika, badala ya kuyaacha kwa kuyaita maeneo kama ambavyo hivyo katika katiba inayotumika sasa, tuyape hadhi kwa kuyaita nchi washirika. Nchi washirika sio nchi kwa tafsiri ya mkataba wa kimataifa wa Montevideo unaotafsiri nchi maana yake nini. Nchi washirika ni hadhi tunaoipatia Zanzibar nayo tunaoipatia Tanganyika, na iko hivyo hata Marekani ya leo wale wanaita states, lakini kule ukitafsiri state ile ya Georgia ama ya Oregon sio state ya United Republic of Tanzania. Ujerumani wanaita Länder. Länder ni eneo, na sisi Tanzania katika utamaduni wa katiba tume elevate hadhi ya Tanganyika na Zanzibar kwa kuziita nchi washirika, au kwa Kiingereza unaweza kusema constituent state. Asante. Kana sasa kwa Zanzibar kwa kutokuwa na serikali tatu. Asante. Nashukuru. Nadhani wakati nilipokuwa na wasilisha maoni pale kwenye Bunge la Katiba, nilijieleza kwa uwazi kabisa ni vitu gani hivi sasa tunavikosa
kwa kuwepo kwa serikali mbili. Kwanza, kosa la msingi la tangu 64 na limekuwa likisemwa kwa kistaarabu kwamba Tanganyika imevaa koti la muungano. Kuna mwandishi mmoja anaandika sana, Mr. Joseph Kwahangwa, anasema jina la Tanganyika limebatizwa, linaitwa Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo in fact hivi sasa ukisema Jamhuri ya Muungano ni unajificha tu, maana yake ni Tanganyika. Sasa kwa sababu hiyo imekuwa kila kitu kinafanya Tanganyika kwa kujitafsiri kwamba ndo jamhuri, kila kitu. Na siku ile nikasema pale mambo kama 7 au 8 tunaoyakosa. Sisi kama Zanzibar, kwa kutegemea imani ya mashirikiano na kinaa ya udugu wa damu, sisi tumekosa kufanya fedha yetu, sisi tumekosa kuwa na benki kuu yetu, sisi Mheshimiwa moderator, nadhani si kila tutakalolisema mtalipenda, stahamilini. Tunajadili hapa na tunajadili tukiwa huru. Sasa kama mawazo ya wengine hutaki kuwasikia, bora ende zako. Na naomba nikumbushe tena walioko hapa uwanjani na kule walioko hapa ukumbini na wale wa nyumbani. Tumeomba, hii ni zaidi ya vyama, ni zaidi ya mtu binafsi, ni zaidi ya vikundi vyetu, ni zaidi ya generation yetu. Tunaongelea habari ya watoto wetu, tunaongelea habari ya wajukuu wetu, tunaongelea habari ya kitu ambacho hatuna nafasi mahali pengine popote duniani. Ni Watanzania na tutabaki Watanzania. Kwa naomba tuvumiliane, tutoe nafasi hizi. Sasa kwa hivyo mambo yote hayo, hata misaada ya nchi za nje, sisi hatuna ruhusa kuitafuta mpaka tupitie muungano. Hatuwezi kwenda kukopa mpaka tupite muungano. Hatuwezi kufanya lolote linalohusu mambo ya fedha. Sheria za forodha ambazo ndo zinampa nguvu rais kuwa rais, akasema punguza gharama za mchele, utoa hiyo kodi, ongeza kodi ya nguo, punguza gharama ya gari, zote hizo ni sheria zinazokuwa zinamilikiwa na serikali ya muungano. Na mambo yote yale, akiondoka waziri wa afya hapa kama mie, akienda United Nation au kwenye Ujerumani au Uingereza, akitafuta misaada, anasema mie ni waziri wa Jamhuri ya Muungano. Akifika hapa ni waziri wa Tanganyika. Mimi nikenda kama waziri wa afya, naulizwa ndo nani? Mimi waziri wa afya Zanzibar, ndo nani? Kwa hivyo kuna mambo mengi tunayakosa kwa Tanzania kuitwa Jamhuri ya Muungano, kumbe vile ni Jamhuri ya Tanganyika. Tunachotafuta na tunachoomba kikubalike ni kwamba sisi ni nchi mbili. Bosi hapa polepole kasema nchi wa shirika, mpaka kiyama zitabaki nchi mbili. Na mimi si mtaalamu wa sheria wala si mtaalamu wa international law. Nilikuwa na joke na waandishi pale, ni kwamba nikikwambia usingizi, siwezi kusema huu hapa bosi usingizi huu. Ukisema United Republic ni international person, hayupo, huwezi ukamchukua ukasema huyu bwana anakwenda naye Umoja wa Mataifa. Inatuwasilisha baada ya sisi wawili kukubali mambo fulani, lakini bado Tanganyika itakuwepo, bado Zanzibar itakuwepo. Na kama hazipo hizo, tunao muungano uko wapi? Lazima kuwe na Tanganyika, lazima kuwe na Zanzibar, ndio kutokee kitu kinachoitwa Tanzania. Kwa hivyo ndugu zangu, tunayakosa mengi, na mgogoro huu wa kutaka serikali tatu, amesema mmoja hapa, ni ya muda tangu 64 ubosi. Wala hakuanza kwa Jumbe, tangu 64. Ilipoanza tu, wale walio na umri wangu, kulikuwa na ubalozi wa GDR pale Zanzibar, kukawa na ubalozi wa Federal Republic hapa Dar es Salaam. Ugomvi wa Mwalimu na Mzee Karume anaambiwa ondoa huo GDR, sisi hatuifahamu kwa sababu huku kuna Federal Germany.
Karume akasikiliza, bwana wewe una nchi yako na mimi na yangu bwana, Ujerumani GDR itabaki hapa, na wakati huo muungano tayari. Sasa hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba hapa hapakuwa na kwamba moja inakufa au moja haipo, ilikuwa linaendelea kuwepo, na madaraka yale ya nchi mbili yamegaiwa kwa yale mambo tu ambayo yalokubalika. Bosi, tunakosa mengi sana. Kwa miaka 50 sasa Tanganyika kwa jina la Tanzania inajenga reli. Juzi hivi sasa wanatengeneza mtambo kutoka Mtwara wa kuleta gesi Dar es Salaam. Gesi ni ya muungano, fedha za kutengeneza ile infrastructure ni za muungano. Miaka 7 inavunwa gesi, hata punje ya shilingi hatujaambiwa basi chukueni Wazanzibari na nyie mpate, maana ni yetu shirika. Hasama hii inakuja kwamba wewe upate, mimi nikose, na ndio maana tutaka tujitenganishe, tutambulikane. Naomba niongeze kitu kimoja tu. Sawa. Tatizo linalotokea ni kwamba tumekuwa na mawazo kufikiria muungano wa mmoja apate mmoja akose. Huo si muungano, huo ni uchoyo. Muungano lazima sote tupate, likiwa zuri tupate sote, likiwa baya tupate sote. Na ni msisahau kwamba kila vita vinavyopigwa nchi hii na Wazanzibari wanakufa na majeneza yanaletwa Zanzibar. Sasa kufa tuna haki, kupata hatuna. Mheshimiwa Juni, asante sana. Naomba niwashukuru wale maswali, naomba niwashukuru viongozi wetu hapa. Naomba mniruhusu sasa niingie kwenye segment nyingine ambayo mahali tulipo na tutatokaje. Naomba nianze na Mheshimiwa Vuai. Tumefikia mahali muda mfupi baada ya bunge la budget, nadhani la katiba narudi tena Dodoma. Tumesikia kwamba wenzetu wa vyama vitatu vya upinzani wameungana kuunda UKAWA, na tumesikia kwamba hawana mpango wa kurudi Dodoma. Labda niulize Mheshimiwa Vuai, itakuwaje hawa wasiporudi? Na baada ya hapo ndio tena kwenye tume kusema itakuwa na maana gani? Kutakuwa bado na uhalali wa bunge la katiba ama haupo? Karibu Mheshimiwa Vuai. Ndugu watazamaji, tuko hapa ukumbi wa Serena, kipindi ni kile ukipendacho cha The Tanzania We Want. Tunajadili katiba na bunge la katiba, wapi tumefikaje hapa na tunatokaje hapa tulipokishajikita. Karibu Mheshimiwa Vuai. Asante ndugu mwenyekiti. Kwanza naomba nijibu swali lako, na la pili kwa ruhusa yako na kwa faida ya Watanzania wanaotusikiliza na waliokuepo hapa, ni vizuri tuweke mambo vizuri, watu waelewe. Sasa likitokezea jambo ambalo kama halikuelezwa vizuri na tukaliacha kama lilivyo, Watanzania wanaotusikiliza tutakuwa hatujawapa faida. Kweli sisi tunaweza tukapiga makofi tukashangilia, lakini je, wale Watanzania watakuwa wamepata faida? Sasa najibu swali lako. Kama UKAWA hawakurudi Dodoma, mimi ningeomba sana Mwenyezi Mungu awajalie, awape moyo wa imani kwa manufaa ya Watanzania na kwa manufaa ya taifa letu, waweze kurudi Dodoma baada ya vikao vya budget. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanaweza wakaamua kurudi Dodoma. Mimi sina matatizo na hilo. Lakini la pili, je, vikao vitaendelea? Kwa mujibu wa kanuni, kwa mujibu wa kanuni, vikao vitaendelea kama vile ambavyo viliendelea wakati walipotoka. Kwa sababu tuna kanuni, na kanuni kinachometa ni akidi mahudhurio ya pande zote mbili. Sasa kama mahudhurio yanakidhi haja, basi vikao vinaendelea kwa mujibu wa kanuni yetu na kwa mujibu wa sheria. Hilo halina tatizo. Ndio maana walitoka na vikao vikaendelea mpaka tulipokuwa tumeahirisha kwa maana ya kutoa nafasi kwenye bunge la budget. Na sio vikao kuendelea tu, mpaka tumeweza kurekebisha kanuni kwa sababu akidi ilikuwa inaruhusu. Kwa hivyo tumerekebisha baadhi ya kanuni wakati UKAWA hawapo. Kwa hivyo bunge litaendelea, isipokuwa tu nakubaliana kwamba hili jambo halipendezi, halitoi taswira nzuri kwa taifa letu, halitoi sura nzuri kwa taifa letu. Kwa hivyo ndio maana tunaendelea, viongozi wote pamoja na sisi wengine na viongozi wengine mbalimbali, tunasema ni vizuri wenzetu
wajaribu kujirudi na waweze kurejea bungeni baada ya vikao vya bajeti. Hilo nilikuwa naomba niweke sawa. Asante. Sasa jingine ningeomba kuweka rekodi vizuri. Hapa tupo kwa manufaa ya taifa letu kupitia kwenu na kupitia kwako ndugu mwenyekiti. Kwa hivyo mimi ningeshauri tuzungumze jambo ambalo litakuwa lina ushahidi. Hata mtu kama atasema mimi ni kijana naenda kufanya research ya kile ambacho ndugu Vuai alikisema, akienda kwenye utafiti wake anakikuta kiko kama kilivyo, hapa tutakuwa tumewasaidia Watanzania. Vinginevyo nikisema jambo nikitegemea tumnipigie makofi, mtanipigia makofi, lakini at the end of the day unapoenda kwenye site, kwenye ground, sivyo lilivyo, tutakuwa tumewasaidia Watanzania. Ningeomba kutoa nasaha. Asante. Sawa, asante. Lakini baadaye mheshimiwa nitaomba tu nikuombe kama kuna lolote ambalo unaona haliko wazi, uwe wazi. Ndio raha ya fursa kama hii. Karibu Mheshimiwa Duni. Tunauliza wenzetu mmetoka. Vikao vikaendelea. Msiporudi vikiendelea, bahati mbaya sipata nafasi ya kumuuliza Mheshimiwa Vuai kwamba je, yale walioyasema yamerekebishwa kama matarajio ya kurudi ama wanarudije? Nikuachie Mheshimiwa Mama Kitwange na waandishi, ukawa Dodoma haturudi. Tukafanye nini? Iko wapi ile rasimu? Tulitoka Dodoma wenzangu kwa sababu hiki sicho kilichokuwa kikijadiliwa. Sasa mimi Babu Ali Vuai ni sahibu wangu, nimekuwa muda mrefu. Siku moja tulikuwa pale mambo yalipoanza, tukagundua kwamba nikawaambia wenzangu, kumbe tumekuja mkutano mkuu wa CCM ambao tumealikwa. Kwa sababu ule msimamo wa CCM na swala la wingi wao wale, maana Tundu Lissu anasema super majority. Ikawa sasa pale sisi kama vile Mzee Ali Hassan anasema Kilimanjaro na kile kichuguu cha mchwa. Ikawa sasa pale jamani, sisi tumekuja fanya nini hapa? Mbona mambo yote ni CCM? Si hatuna haja ya kwenda Dodoma tena. Tunakwenda fanyaje na hatuendi kujadili hii? Hii haijadiliwi. Linalojadiliwa ni serikali mbili. Haipo pale, ipo hii. Sasa kama tutakuwa tunajadili hii, viongozi wetu wakubwa watakubaliana, na mimi nakubaliana naye tupate mahali, kwa sababu haya matatizo ya kujadili katiba si kwetu kumoto, wengine wanachukua miaka 6 miaka 7, hata kule South Africa. Tofauti lazima ziwepo. Lakini sasa mheshimiwa anasema kwamba bunge litaendelea August, na liendelee. Si hatuko wala hatuendi, tukafanya nini? Tatizo la msingi ni kwamba wanaweza kubadilisha kanuni, lakini wakibadilisha, unasikia nataka wakabadilisha na sharia kesho kutwa. Haya, itapofika kupiga kura lazima wapate 2/3 majority. Haipo. Sasa tatizo la msingi ambalo hili naomba niseme na sahibu wangu Bwana Ali, tuko hapa. Suala hili litamalizika hasa sisi wa Zanzibari na tofauti zetu kule, tukakaa tukafahamiana. Sisi wa Zanzibari, tatizo letu sisi wa Zanzibari, tumekwenda pale na misimamo ya vyama, wakati tulikuwa twende pale ni Watanganyika na Wazanzibari. Matokeo yake yalotokea. Sasa wenye uwezo wa kuturejesha pale, kwa uzoefu wangu wa mambo haya, ni kwamba mwenye maamuzi ni yule anayeshika hatamu za dola. Instrument of power anazo Mheshimiwa Kikwete. Na ninapoeleza mambo haya naomba ustahimilie, nimesoma sana mambo ya South Africa. Kumekuja Botha pale, wamekuja rais wengi tu wa makaburu pale. Mandela yuko wapi? Yuko Robben Island. Amekuja de Klerk akasema upumbavu mpaka lini?
mtoe. Wache hiyo ANC, wache, twende. Likamalizika kwa sababu yeye ndo mwenye instrument of power. Na kama de Klerk mheshimiwa hakukubali, Mandela mpaka leo angekuwa Robin. Ndio mwenye uamuzi. Siku moja tulikuwa na Babu Ali wapi Bagamoyo kule. Nikamuuliza mzee Kingunge, maskini hai na pengine ananitazama. Nikamwambia mzee Kingunge, hivyo unajua kwamba hivi sasa akija security hapa akanambia unaitwa na Kikwete, nitakwenda. Naitwa na mtu mwenye madaraka. Na nikifika Ikulu akasema mpeni pesa uende Marekani, kesho niko New York. Ndio mwenye power, ndio mwenye uamuzi. Yule mwenye kuhold instrument of power ndio anayeweza kubadilisha haya. Sasa tatizo la matatizo ya watawala wa Kiafrika ni ugomvi baina ya watawala na wananchi. Shukuru sana. Naomba nirudi kwa tume swali la kwamba kama asante sana, kama bunge la katiba litaendelea bila Ukawa, maamuzi yatakayofanyika yatakuwa kweli yamewakilisha matakwa ya Watanzania? Karibu. Tena hawa wewe ni mwanasheria, kwa hiyo utatuambia vizuri tu maana yake nini. Na labda tu niseme ndio kwa wananchi, naomba tusione masuala ya katiba kwamba ni mambo ya madogo au mambo ya wanasiasa. Katiba ni maisha yetu. Kwa hiyo nitarudi tena kwenu kuuliza, sasa badala ya nyie kuuliza nitauliza nyie. Katika hali kama hii tunasema nini kama Watanzania? Karibu. Asante sana. Mimi nadhani mchakato wa katiba tuutizame kwa ujumla wake. Tuutizame katika awamu zake zote zilizoanza. Na tutizame dhamira ya nchi inapotaka kutengeneza katiba mpya. Ni fursa ya nchi kujivua gamba. Okay, umsemo. Unaelemea upande mmoja. Sasa nchi ikubali kwamba kama inajivua gamba ijivue kweli, ijenge maridhiano. Kujenga katiba si swala la kwamba una uwezo wa kubadilisha sheria, una uwezo wa kanuni. Ni kweli hizo ni mambo ambayo ni ya msingi kabisa. Lakini mwisho wa safari umepata kujenga maridhiano ya kitaifa. Katiba ni maridhiano ya kitaifa. Katiba sio, wanasema sio tu kwamba ni legal document, ni waraka wa kisheria, lakini ni waraka ulioleta legitimacy katika taifa. Sasa hicho ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo mimi nadhani Ukawa wamerudi, Ukawa hawakurudi, katiba imepita, katiba haikupita. Kwanza after all katiba tunayo. Sisi hivi sasa hatutungi kwa katiba kwa maana hatuna katiba. Tuna katiba ya mwaka 1977. Haikuwa tatizo kwamba hatuna katiba. Lakini tunasema inataka kutengenezwa upya. Na hiyo kutengenezwa upya sio kushughulika na vifungu tu. Tunataka kuitengeneza upya ili ilete ridhaa ya wananchi kwa pamoja. Tuwe na maridhiano ya kitaifa. Sasa hilo ni jambo la msingi. Kwa hivyo mimi nadhani ni muhimu kweli hizi pande zinazovutana zikakubaliana, zikarudi kwenye mstari. Turudi kwenye mstari. Hatua tulioanza kusikiliza maoni, tume kaandaa rasimu ya kwanza, ya pili, ikarudi pale ili tuanze pale tulipofikia. Na mimi nahisi labda swala la muda, lakini unapolisikiliza bunge letu unakuta kuna matatizo mengine ni ya msingi. Kwa mfano, unakuta tatizo tulilosoma kwa wenzetu. Mtu anatengeneza katiba lakini anajihisi kwamba na yeye ana maslahi ndani ya katiba kwa maana ya kupigania madaraka. Sasa anatizama nafasi. Anautizama uraisi. Uraisi huu utakuwa umepungua. Anautizama ubunge. Ubunge umepungua. Rasimu imependekeza 75. Kwa wenzetu best practice ni kwamba wale wanaoshughulika na mchakato ule kabisa hawatoingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ujao. Tukiangalia hata wenzetu Kenya waliotengeneza karibu katiba, Sudani ya Kusini na Ghana, Afrika Kusini, kuna mambo ya msingi ili wewe usiwe na maslahi mule. Mawakili, namuona hapa rais aliokuwa TLS aliopita, tunaambiwa mfano tukiingia katika kesi uchukue malipo yako, mkubaliane umalize ili wewe usiwe sehemu ya ile kesi.
Lakini kama unahisi hutopata pesa zako ila huyu mteja wako ashinde, ina maana utapanda, ushuke, utaunda, utengeneze ushahidi ili ushinde kesi. Sasa tatizo la msingi pengine walioshiriki, hata sisi tulioshiriki katika mchakato kwa nafasi ya tume, tulitakiwa sheria itukataze kabisa tusiingie huko kwenye uchaguzi unaokuja ili tuwe huru. Kwa mfano, rasimu hii imepitisha kifungu katika miiko ya uongozi. Unaposhiriki wewe kutengeneza maslahi ya nafasi ulionayo, basi haitokuhusu wewe. Ukiongeza mshahara itakuja kumuhisi kumkamata huyo anayekuja. Sasa unahisi kwamba kuna mambo ya msingi, lakini kuna mambo mengine ni kiutendaji. Unaposikiliza wajumbe wetu wabunge wale, tena tunawaheshimu sana kwa sababu wana dhima kubwa, wale wana jukumu kubwa, tunawaheshimu sana, wala hatuwakebehi wao, pamoja na kuwa kule watu wanasema wanatumia lugha sio nzuri, lakini tusiwakebehi. Lakini unaona kuna tatizo la msingi. Kwa mfano, unaona ule mchakato wenyewe, ile sheria yenyewe, kuna wajumbe bado uelewa haukuwa mkubwa sana, walikuwa wawezeshwe ile wanaita capacity building, kuwajengea uwezo zaidi. Sisi nilisema mwanzo, tulikaa mwezi mzima tukujengeana uwezo. Tume iliwaita watu, waliita jaji mkuu wa Kenya, yule Jaji Mutungi ndio alioshiriki mchakato ile, akiwa mwanaharakati, hajawa jaji mkuu wakati huo. Yashgae alioshiriki mchakato wa Kenya, mwenyekiti wa tume zile. Jaji mkuu wa Uganda tuliwaita hapa, Jaji Mark Bomani, akina Profesa Shigi, kutujengea uwezo zaidi. Mimi nadhani wangejengewa uwezo zaidi ili kuuelewa ule mchakato, sheria, majukumu, mamlaka, mipaka, hadhi, miiko ya bunge kama lile. Wakatizama mabunge kama yale, uzoefu katika nchi za wenzetu. Lakini hata ule mchakato, unasikia wabunge pale wanalalamika, mfano, tume haikuleta takwimu za mabaraza. Unahisi kwamba mchakato haujaeleweka hata kwa wabunge wetu, kwa sababu kama ungeeleweka na ile sheria ungeitizama, unajua kabisa kwamba tume wakati wa kwenye mabaraza iliambiwa na sheria kwamba wapeleke rasimu, watu waijadili rasimu. Haingewezekana kutoa takwimu za mabaraza kwa sababu sheria haikusema hivyo. Nini unataka ilikuwa ni wakati wa maoni, lakini kwenye mabaraza unatoa maoni kwenye rasimu. Ukisema sasa uchukue takwimu, ina maana kila ibara, kwa sababu unajua watu interest yao ni muungano, lakini huwezi kufanya utaratibu huo kwa swala la muungano tu, itabidi kila ibara uchukue takwimu. Lakini vile vile hayo mabaraza yanayozungumzwa yalikuwa 177 ya wilaya, kama nilosema mwanzo. Kulikuwa na taasisi hizi zimeunda mabaraza ni 614. Tungeweza sisi kwenda kuchukua takwimu kule, na hatukuambiwa tuyasimamie, yafanye wenyewe. Kuna chama kilisema tuna kanta 6 signature za watu wetu, mchukue takwimu. Tukawarudisha, tukamwambia hata store hatuna za kuweka hizo kanta 6, tuletee waraka wako, kwa sababu ni swala haliwezekani. Sisi tutachukua takwimu, tuna uhalali gani na tutazikataa vipi? Lakini mjumbe anasimama, wengi wanazungumza hiyo, wangeisoma na wakauelewa ule mchakato ule, pengine wakapata inside stories. Mimi nadhani kuna mambo mengi mule yangelikuwa hayako katika sokomoko kama yalivyo vile. Lakini kwa kujibu swali, mimi nadhani tusijitizame tulipoangukia, tutizame tulipojikwaa. Tutizame tulipojikwaa, tatizo ni lipi, tulirudishe treni kwenye njia yake, lianze tena safari. Kwa sababu safari ya kupata katiba mpya sio kwamba unaweza kupata katiba mpya hivi hivi tu, wala hii kuvutana, hii ni mambo ya kawaida, lakini tuvutane kwa hoja. Bila alizungumza Mheshimiwa Vuai hapa, swala ni uvumilivu. Tujenge uvumilivu kabisa kama jamii. Sikiliza hoja za mwenzako, zipime, halafu mufikie maridhiano. Hakuna wakupoteza, ili ikimaliza mchakato wa Tanzania wote wawe wameshinda. Isiwe aliyoshinda ni kundi fulani, ni chama fulani, ni jamii fulani. Hiyo katiba siku ya pili itaanza kupingwa. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Nashukuru sana ndugu watazamaji, tuko kwenye mjadala wa katiba. Ningeomba sana, tumefikia mahali segment inayokuja tunaenda kusema tufanye nini. Tumefikia mahali, tumefikaje hapa? Tumeshaona, tumeshafikia, bado tuna controversy za two schools of thought. Kabla ya swali, naomba niulize kwa kila upande, niombe wajumbe mmoja, tunaongea kwa niaba ya Watanzania jamani, ambao hatuko kule Dodoma, sio? Ambao sio wajumbe wa bunge la katiba, lakini tuna interest, tunafuatilia, tuna malalamiko, tuna kutokuridhika.
ningeomba kila upande salamu ya mtu mmoja. Tufanyeje hali tuliyoko sasa? Ukawa wanasema haturudi bungeni, chama tawala wanasema tunaendelea. Wao wana misimamo yao. Naomba kusikia misimamo ya mtu wa kawaida kama mimi, ambaye labda hata sio Ukawa wala sio CCM wala sio mbunge. Tunasemaje ili Watanzania na viongozi wetu, watawala na wengine, vyama vya siasa na wanasiasa watusikie? Naomba Mike haraka sana. Tumeelewana tunachoongea, sio swali ni? Asante mama. Kwa jina naitwa Tunu Kusaya. Mimi ushauri wangu, mimi naomba hao wabunge wa katiba, hao waliotoka na hao ambao bado wako madarakani, wale ambao wanaendelea na hiyo nini, sio bunge limeahirisha kwa kukupisha bunge la muungano kwa ajili ya bajeti, lakini ile bunge la katiba si litaendelea baada ya bajeti. Kwa hiyo mimi naongea kama mimi, wale wa bunge la katiba, na kwa maelezo ya bwana Polepole kwamba hawana uwezo au halina uwezo ile bunge, yani kutoa maamuzi au kutuletea katiba. Sasa wanafanya nini? Kwa wanakula tu hela ya serikali bure, au wanakula hela yetu ya kodi bure? Si wasirudi moja kwa moja watuletee wananchi tupige kula tu. Asante. Kwa hiyo mjumbe anasema tena moja kwa moja kwenye referendum, kwa sababu bunge lilokaa kule halituwakilishi. Naomba tenda upande ule. Karibu mzee. Hello. Mimi naitwa Steven Mwakibinga. Mimi ningependa kuuliza bwana Vai. Ushauri mzee. Sasa okay, mimi nafikiri ninyi kama CCM mliobaki kule hamna mantiki ya kuendelea na hiyo. Kama Ukawa wametoka, ni lazima mrudi kwenye maridhiano. Ninyi sio Tanzania, ninyi ni CCM. Kama ni ninyi ni CCM, na hii katiba sio katiba ya CCM, ni katiba ya Tanzania. Hamwezi kuona haya kwa kujipiga kifua kwamba sisi tutaendelea. Mtaendeleaje wakati the other side wamekaa kando? Naona. Kwa hiyo mimi ningeshukuru sana bwana mkubwa, ile mrudi, msipoteze bure wakati wa fedha zetu walipa kodi. Hela ile 300,000 ni nyingi, mtakacho kipitisha kule ni feki. Kwa hiyo ningewaomba sana tena sana, rudini mkae, msione kwamba kwa sababu wale ni wachache. Rudi kwa hawa wachache, muwe sawa sawa, ili muweze kwenda upya. Bila ya wale mtakuwa mnapotezea wakati bure tu. Asante. Naomba upande wa pili kwenye microphone. Karibu. Asante. Majina yangu naitwa Nusrat Hanje. Mimi naomba tumheshimu mzungumzaji. Na wakilisha wananchi wa kawaida kwenye tufanye nini baada ya yote. Naomba niseme kwamba kwanza tukikumbuka kwamba wamekaa siku 60 na kadhaa nyingi na hawajapitisha kifungu hata kimoja. Wamejadili sura ya kwanza na sura ya 6 na wametumia pesa nyingi. Kwanza tukumbuke kwamba tuko kwenye riski ya kuingia kwenye nchi ambazo zina madeni kupita zote tunazoshindwa kuhudumia madeni yake Tanzania. Na sisi tunaingia kwenye Watanzania ndio tunakuja kulipa hizo pesa walizokaa bure. Sasa kwa sababu tunaangalia tulipojikwalia, tuangalie tulipoangukia, turudi hapa nyuma. Watu ambao wanashika misimamo wa vyama vyao, waweke misimamo ya vyama pembeni, kwa sababu Ukawa sio chama cha siasa. Ukawa ni muunganiko wa watu waliokuwa vyama vilivyokuwa vina misimamo tofauti. Lakini Ukawa wamerudi chini, au wale vyama vilivyoungana wamerudi chini, wakaangalia wananchi wanataka nini, wakaiangalia rasimu na wakaenda kwenye rasimu. Naomba wanachama au viongozi wa CCM na kila kitu chochote washirika wao wote wakae chini, waamue kurudi kwa wananchi. Nadhani pale kwa sababu yote kelele zote zimetokana na watu wameshindwa kufuata rasimu, wanajadili vitu vingine. Na mimi naomba Ukawa waendelee kukaa huko. Asante. Inabidi niendelee kwa sababu ni gender. Asante dada. Session hii wajaongea na session ile, alafu tunarudi meza kuu. Ushauri bila jazba jamani. Hawa ni viongozi wetu tuliowachagua kwa mapenzi yetu, tunawapenda. Naomba taratibu. Okay, nashukuru. Naitwa Fahmi Matisawili. Ushauri wangu
kwa wanaukawa kwamba wananchi wa kawaida sisi tuko pamoja nao, na kwa kuwa serikali alikuwa ni mdau katika mchakato wa katiba, na mchakato huu ameuhodhi kwa kutumia chama kilichoko madarakani, sisi wananchi wa kawaida, kwa kuwa mchakato wa katiba ni wananchi wameingiza itikadi za vyama kwenye mchakato wa katiba, sisi wananchi tunaungana na UKAWA katika kudai swala hili. Tutaungana pamoja, tutadai pamoja, chana kweupe, tutadai katiba yetu kwa sababu ni katiba wananchi, sio katiba CCM. Session hii sina microphone, wenye microphone. Ya, msiweke mbele tu, muweke kila mtu. Karibu. 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 Zungumza. Okay. Naomba tuvumiliane. Endelea. Mimi naitwa, naomba wenye microphone, mnaona matatizo muwe na karibu. Zungumza. Mimi naitwa Bwana McDonald, ni CEO wa Genfreak Info Service Traders. Kwa kuzungumza kama mwananchi, kwa sababu ndio hoja ambayo umeitoa, tuzungumze kama wananchi wa kawaida. Karibu. Tanzania ambayo tunayoitaka, kimsingi tuna changamoto zetu za msingi sana kama wanadamu. Na unajuaje changamoto ya msingi? Unapoianza siku asubuhi. Naomba ushauri kwenye UKAWA na CCM na bunge la katiba. Yes, tafadhali. Next. Naomba hiyo tunavyoenda kwenye katiba ni kwamba lazima tujue kwamba vitu vya msingi kwa maisha ya Mtanzania ndio vingekuwa hoja ya msingi, kwa maana ya mahitaji wananchi ambao wanahitaji, na hawa watu wa UKAWA lazima waelewe kwamba kitu kinachofanyika kwa UKAWA kama maamuzi ya vyama vyao ni jambo zuri, kwa sababu ni mambo yao, na watu wanavyofanya CCM kama msimamo wao ni mambo ya msingi. Lakini mnaweza mkaona kwamba yale mambo ambayo wananchi wanayotakiwa kuyapata ndio yangetakiwa kuwa ya msingi. Mtaona kama elimu inatakiwa iingie kwenye katiba na iwekewe misingi ya msingi. Asante. Kilimo. Asante. Ndugu zangu, naomba twende kwenye segment inayofuata. Asante. Aliyesimama na microphone, naomba tuvumiliane. Tumesema kila upande mmoja, tumeshamaliza ruti hii. Naomba tuache kwanza, tarudi kwa wazungumzaji wetu wakuu. Tumeshaona ushauri, tumesikia viongozi wangu, hasa viongozi wa siasa, kwamba matakwa ya wananchi ni katiba iliyoshiriki watu kwa upana zaidi, na kwamba tunawaomba mvuke nje ya vyama ili kuweza kukidhi mahitaji na matarajio ya Watanzania. Naomba mniruhusu niingie kwenye segment inayofuata ambayo ni kwanza nianze na wenzetu wajumbe wa tume. Tunafikiri huko tunakokwenda, hapa tulipo sasa, tunatokaje hapa tulipo? Asante sana. Mimi naomba niseme mambo matatu. Jambo la kwanza, mantiki ya bunge maalum la katiba ni mkutano mkuu wa taifa ambao unawaleta wawakilishi mmoja mmoja. Imetokea tu kwamba tumetumia bunge la Jamhuri ya Muungano, baraza la wawakilishi na wale wajumbe 201, lakini kimsingi ilikuwa ni wawakilishi mmoja mmoja wa wananchi wanaokuja kuweka mkutano wa taifa. Wajumbe wa bunge maalum la katiba wanapaswa kuzungumza kama wao wawakilishi kweli kweli wa taifa na si vyama vya siasa. Baada ya kusema hayo, pointi yangu ya kwanza ni kwamba lazima tufahamu bunge maalum la katiba si tu linatakiwa kuandika katiba na tukaipata. Katiba ni majadiliano, katiba ni maridhiano, katiba ni kupata muafaka. Ni sawa sawa na wanandoa wawili wenye ugomvi, mmoja akitoka hakuna suluhu mpaka amerudi mkaelewana. Hawezi ukachukulia kwamba maadamu kaondoka mgogoro umeisha naendelea na maisha yangu. Kwa mimi ninachoweza kusema
na nitamuunga mkono tena mjumbe mmoja wapo aliyesema, sio siri na wala tusione aibu kusema hivi, mwenye uwezo wa kuwaitisha hawa tena na kuwaleta pamoja ni yule aliyepewa dhamana na Watanzania kuwa mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hilo halifanyi kwa bahati mbaya, amekwisha kulifanya wakati wa sheria. Walibishana mabwana wakubwa hawa, akawaleta, sheria ikafanywa marekebisho. La pili, kwamba ilikuwa hao wabunge hao wajumbe wangeingia kwa namna tofauti. Ndiyo. Lakini bado unatuambia kwamba wakitenguliwa hapa tunaweza tukafika? Maana kama tulikosea kwenye design, au unatuambia tumeshakosea hata haya mengine ni poda tu? Hapana. Umetuona tukiteguliwa hapa. Tukiteguliwa tunaweza tukafika. Na nitaeleza pointi yangu ya mwisho, utaona jibu lako. Kwa hiyo tulikwama kwenye sheria. Rais aliwaita vyama vya siasa, asasi za kiraia, wakazungumza, wakakubaliana, ndio tume ikaundwa. Anaweza kufanya hivyo, na nina uhakika ndio mtu pekee tunaweza tukaweka imani yetu kwake. Hilo jambo la kwanza. La pili, kule sasa kwenye Ukawa Tanzania Kwanza, mimi ningesema katiba inapoandikwa ni kosa kubwa kuonesha chembe za wengi na wachache, washindi na walioshindwa, kwa sababu katiba si kwa ajili ya walioshinda dhidi ya walioshindwa. Katiba ni kwa ajili yetu sote kama washindi. Na ndio maana katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba za mataifa ambamo wenye dini ni wengi zaidi ya wasio na dini, katiba hizo zinakuwa sio zenye mrengo wa kufuata imani. Ndio maana katiba ya Tanzania inasema haina nini? Haina dini, ili kuweza kulinda wale wachache ambao hawana nini? Dini. Kwa nini nilitegemea hata bungeni? Na hii si dhambi, na wao wanafahamu hivi. Chama cha Mapinduzi kinapaswa kutoa leadership kama chama ambacho kina wajumbe wengi, chama ambacho kimeshika dola, kuhakikisha kwamba mchakato namna ambavyo unakwenda bungeni, tunasema kuna mkubwa hapa na kuna wengine wadogo. Maamuzi yake lazima ya represent hadhi ya ukubwa kule bungeni, lakini si kwa maana ya kuwanyanyasa wale wadogo, kwa sababu mwisho wa siku hatupati kile kitu ambacho sote tunakitaka. Mwisho, unapokuwa kwenye bunge maalum la katiba, huwa kuna vyama vya siasa, hatukatai, lakini wanazuoni mbalimbali wameeleza nafasi ya vyama vya siasa katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni uwakilishi makini, unazingatia uhuru wa wanachama kuzungumza ndani ya bunge maalum. Ninyi ni mashahidi, wajumbe mmoja mmoja, wanachama wa vyama hawaja kuwa huru kutoa maoni yao binafsi kama wawakilishi ndani ya mkutano wa taifa, na wamefungwa kusimamia kwa lazima matakwa ya chama cha siasa. Hilo sio sawa. Kazi ya pili ya vyama vya siasa katika bunge maalum ni nidhamu. Ukiona mwanachama wako, mjumbe wa chama cha siasa, anatumia lugha ya kibaguzi, nilitegemea kiongozi wa chama husika akatoa lugha ya kukemea kitendo hicho, kwa sababu chama cha siasa kinasimama na kusema hilo nalofanya mwanachama wangu halikubaliki, lugha waliotumia haikubaliki. Lakini tulichokiona kwenye bunge maalumu sicho. Watu wametukana na vyama vyao vikakaa kimya. Mwisho, nafasi ya chama cha siasa kwenye bunge maalum la katiba ni kujenga muafaka. Kama Ukawa, unajua ukisema Ukawa, nafikiri sinzi na watu tuivunje Ukawa. Waliotoka ni Chadema, chama cha wananchi CUF, NCCR Mageuzi, DP na wajumbe wengineo. Kwa nasema na wajumbe wengineo. Maana yake nini? Hapa Tanzania una vyama vikubwa labda 4, viko vingi 19, CCM, Chadema, chama cha wananchi CUF, NCCR, naomba nimweke na DP. Wakitoka wote hawa akabaki mmoja,
hauandiki tena katiba. Na kama nilivyosema, katiba ni maridhiano. Lazima niseme sitaki kipi, unataka kipi. Hatupigi kura, tunajadiliana mpaka tunakubaliana kwamba hichi ndicho ambacho mimi nimeridhika na wewe umeridhika. Na kwa nini nasema hivyo? Mwisho wa siku katiba inatumiwa na wadau wakubwa, ukiacha sisi wananchi, vyama vya siasa ambavyo lengo lake ni kushika nini? Dola. Sasa kama katiba ikitoka imeandikwa na chama kimoja, hivi hawa wengine wana nafasi gani ya kuamini hiyo ndio itatupatia nafasi na sisi ya kushika dola? Kama wana fikra hiyo. Sasa tusifike hapo. Mimi naweza kusema mwisho niseme Ukawa hawalazimishwi kurudi bungeni, kwa sababu kwenye maridhiano hunilazimishi kuja kuongea na wewe. Na kusihi ndugu yangu, hili jambo la wote uje ndugu yangu tuyamalize, yanazungumzika haya, na humuiti mtu ambaye ana nafasi sawa na wewe kwamba aisee mje tu mje. Hatufanye hivyo hata siku moja. Asante. Naomba tusikilize waliokuwa wajumbe wa tume wanatupa mwongozo, na tuna sababu zote ya kuheshimu kama wataalamu, kwa kuwa pia naomba tusikilizane. Tuna mkutano mmoja, tuna mwenyekiti mmoja. Asanteni, karibu. Swali lilisema tunatokaje hapa. Sasa mimi ninazo fikra 2-3. Kwanza turudi kwenye sheria. Tukumbuke hii sheria ilipounda huu mchakato, sheria yote iliunda mchakato huu ikizingatia kwamba ni mchakato wa nchi mbili zinazojenga katiba yao. Na ndio maana sheria ile ukipitia yote inasema kila penye uamuzi mkubwa, marais wawili hawa watashauriana na kukubaliana. Uundaji wa tume wataunda pamoja. 15 watatoka huku, 15 huku. Mwenyekiti akitoka huku, makamu huku. Katika bunge maalum, baraza kule, bunge huku. Halafu 201, 1/3, thuluthi moja itatoka Zanzibar. Huko kwenye bunge maalum, mwenyekiti akitoka upande huu, makamu atatoka huku, na alikotoka mwenyekiti kwingine ndio kutatoa katibu. Kwenye kupitisha, thuluthi 2 huku, thuluthi 2 huku. Mwisho kura ya maoni, 50 huku, 50 huku. Hatukuona vyama. Vipi kule vyama vimeteka nyara? Sasa hapa ndio msingi wa tatizo. Kwa hivyo turudi kwenye sheria, caucus zile ziwe za nchi mbili. Watoke kule Zanzibar na huku Tanganyika, na ndio ilivyokubali sheria, ndio ilivyounda. Wazungumze mambo ya katiba ya muungano kwa uwazi, kwa kuvumiliana, kwa lengo la kupata suluhisho la matatizo yaliyopo ya muungano. Kwa sababu muungano tunaambiwa sasa ndo katika hiyo kwenye muungano. Nije katika wazo la pili, hii hofu ya serikali tatu. Unajua hapa ndo tulipogonga ukuta, tumekwama hapa, tumesambaratika. Hawa wametoka, hawa wamebaki, hawa wanaendelea kwa sababu ya hofu ya serikali tatu. Sasa hili kidogo nilifafanua kidogo tu. Unajua hii serikali tatu tunaijengea hofu kubwa, lakini serikali tatu kwa maana ya mamlaka za kinchi tunazo hivi sasa kwenye katiba zetu. Katiba ya Zanzibar imebakisha mambo yake, na hii katiba ya Jamhuri imeunda mamlaka mbili, zipo hivi sasa. Kifungu 34 cha kwanza kinasema kutakuwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano ambayo itakuwa na mamlaka juu ya mambo yote ya muungano katika Jamhuri ya Muungano, na pia juu ya mambo mengine yote yahusuyo Tanzania bara. Sasa ukiifungua hii, kama tumeleta turubali, tumeifunika ile serikali, ukilinyanyua turubali wanaibuka pale serikali. Kwa maana tuseme hii executive tu, ukitizama mule utamkuta muna mawaziri, sijui akina watu wa maliasili huku, watu wa kilimo, watu wa bandari, watu wa uchukuzi, watu wa afya.
hao hata si wa muungano, ni wa mambo ya Tanzania bara na yametambuliwa kwenye katiba, na wana gharama zao, wana wadhifa zao, wana bajeti zao, wana wizara zao, wanafanya kazi wao. Kwa hivyo wapo mawaziri ambao sio muungano. Ukija ukimchukua waziri wa ulinzi, Mheshimiwa Membe, waziri wa mambo ya nchi za nje, Mheshimiwa wa ulinzi huyu, wale mambo ya ndani, na hiyo mambo ya ndani kwenye magereza hata si ya muungano. Zanzibar wana vyuo vya mafunzo. Kwa hivyo zipo taasisi ambazo ni za Tanzania bara na gharama zake hivi sasa zipo na zinajiendesha. Na zinapata vipi sheria yake? Itizame katiba, twende kwenye bunge. 64(1) inasema mamlaka yote ya kutunga sheria juu ya mambo mengine yote yahusuyo Tanzania bara yatakuwa mikononi mwa bunge. Kwa hivyo hili bunge nalo lina shughuli nyingi za Tanzania bara, na ndio nyingi. Sasa sisi kwenye tume tulipochunguza muda mwingi, kazi nyingi, na ndio maana tokea lianze bungeni hujaona spika kutoka Zanzibar, makamu wa spika kutoka Zanzibar, katibu wa bunge kutoka Zanzibar, hata ile fanya kazi wa bunge wale katafute wa Zanzibar, sababu lile bunge after all lina shughuli za Tanzania bara. Ukija kifungu chengine kinasema kuhusu mahakama, serikali na 112 inasema kutakuwa na tume ya ushauri ya uteuzi wa majaji na ajira ya mahakimu wa mahakama za Tanzania bara, ambayo katika katiba hii itaitwa tume ya utumishi wa mahakama. Kwa hivyo nakusudia kusema mamlaka 3 zimeanzishwa na katiba zetu 2. Hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali hii inasimamia mamlaka 2, mamlaka ya muungano na mamlaka ya Tanzania bara. Kilichopendekeza tume hivi sasa, mamlaka hizi zitenganishwe, basi zibaki vile vile na gharama zao ziko pale pale. Katika kuzitenganisha tu kweli utavunjika muungano? Katika kuzitenganisha tu kweli tutaongeza gharama? Sasa kweli hivi sasa tunayo serikali nzima ya Tanzania bara. Mimi nasema muulize Mheshimiwa Mizengo Pinda, waziri mkuu wetu, amekwenda lini Zanzibar kwa shughuli yoyote? Mheshimiwa Mkuchika, Mheshimiwa Wasira, Mheshimiwa Nyalandu, wengi sana katika mawaziri wa Tanzania bara 67. Tuna mawaziri 67 sisi. Na Zanzibar tuna mawaziri 28. Ndani ya serikali 2 tunaambiwa serikali 3 gharama. Ndani ya serikali 2 tuna takriban mawaziri 100. Rasimu imependekeza mawaziri 15. Kwa hivyo hii gharama, sasa mimi nasema kutoka hapa tulipo tuseme ukweli kwamba tuzijadili hoja zetu kwa uwazi na ukweli na uthabiti kabisa. Hofu ya serikali 3, mimi wala kwa kweli mpaka leo sijapata hoja ambazo inafahamika hasa. Kama ni gharama, mimi nilikuwa naelewa kama kweli tunatoka serikali 2 kuelekea 1. Kwa hivyo swala la serikali 3 halipendezi. Lakini hapa tulipo, je, tunaimba serikali 2 na tunacheza 2, au tunaimba serikali 2 kuelekea 1 lakini mchezo ni 2 kuelekea 3? Kwa sababu hivi sasa hata haya mambo ya muungano, ukisoma Zanzibar kuna ripoti ya Amina imesema 12 yatolewe katika 22, kwa hivyo yabaki 10. Ripoti ya mwaka 2003 wao wamesema 14 yatolewe. Zanzibar, serikali ya Zanzibar wala si tume, kwa hivyo yatabakia 8. Tume imependekeza yabaki 7, yawe na gharama ndogo sana. Sasa kule kwenye, sisi tunasema kule kwenye bunge letu wajadili hoja zaidi. Kwa mfano utaona kunajadiliwa sana takwimu. Tume jamani wala haikuzingatia takwimu katika maamuzi. Takwimu zilitupeleka kwenye hoja. Takwimu zile zinatuonesha tu kwamba kwa kweli suala la haki za binadamu ni zito, kwa sababu ndio lilotolewa takwimu kubwa. 14%, asilimia 14 za takwimu zote zilikuwa haki za binadamu, likifuatiliwa na asilimia 10 jambo la muungano. Kwa hivyo tume imefanyia kazi sana maeneo hayo kwa zile takwimu, lakini maamuzi sio yalitegemea takwimu. Sisi hatukuambiwa na sheria tuangalie takwimu, tuliambiwa tuangalie ripoti ya Wangwe, ripoti ya Nyalali, ripoti ya Shelikwindo, ile Joint Financial Committee, ripoti ya Kisanga, ndio tulizoambiwa tuangalie, sio takwimu. Lakini tukitizama takwimu ambazo zinahojiwa, sisi takwimu zetu tunasema ni watu 3.5 waliohojiwa. Lakini nchi hii tulifanya tume ya karibuni ya Jaji Nyalali, takwimu zake zilisherehekewa sana, na wakaambiwa 80 kwenye 100 wametaka chama kimoja kiendelee, 20 kwenye 100 ndio wametaka vyama vingi. Lakini wakati huo ni chama kimoja, Chama cha Mapinduzi, kwa demokrasia yao wakasema hapana,
tunataka kutizama uzito wa hoja. Kwa hivyo tufuate hawa wachache. Chama cha Mapinduzi kilikuwa chama tawala tokea wakati huo na leo, na kilikuwa peke yake siku hizo, kimeshika hatamu. Kikasema takwimu za wachache kwa vile zina hoja ndio za msingi. Sasa tume ile ilichukua watu wangapi? Ilichukua watu 32,000 tu, 35,200. Watu 35,200 ndio waliohoji. Tume hii imekwenda Tanzania nzima, kila wilaya nilivyosema mwanzo. Kwa hivyo tuondokane na yale mambo mepesi. Takwimu, hakuna tume inaamua mambo yake kwa takwimu. Leo ukiunda tume, ukisema ikaangalia kasoro yote iliyopo katika jamii, wale wahusika, mfano tuna tatizo kubwa katika nchi la ukeketaji, ukawauliza wahusika wale wote waunge mkono, tume ikirudi itasema hapana, hoja za kiafya, hoja nyinginezo, tunapendekeza swala lile lipigwe marufuku, hata kama wote wameamua. Kwa hivyo sisi tunasema tume, takwimu sio jambo kubwa sana. Asante sana. Nashukuru, niende kwa Mheshimiwa Vuai. Pole sana baba, lakini umetuasa tuwe wavumilivu, na sisi tunakuomba tuwe wavumilivu. Jamani, si tuko bado huku nie tena. Mheshimiwa, tunatokaje hapa? Tuko kwa karibu, tuko kwa wajumbe, tunataka tena mikono huku. Tunatokaje hapa baba? Wale ndio wameshatoka, hawataki kurudi. Tume inatuambia tuongee, wananchi wanasema hapana, mbona wale hawapo? Tunaomba hekima zako. Ndugu mwenyekiti, nimefarajika sana. Nimefarajika sana na michango na shauku ya vijana wenzetu ambao wanaona kwamba wao ni wahusika wakubwa katika jambo hili kubwa, na ni kweli. Lakini mimi pia nimefarajika kwamba chama chetu mara kadhaa kinakuwa ndio kinatajwa, na lazima kionyeshe njia, na lazima iwe hivyo, na tumefanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo, kwa sababu lakini niseme lile ambalo mwenzangu amelisema kwamba tuzungumze. Sisi hatukatai kuzungumza na mtu yoyote, na hususan katika issues zenye mustakabali wa taifa letu. Kwa hivyo sisi, Sheikh Juma, tuko tayari kukaribisha mazungumzo na mtu yoyote kwa maslahi ya taifa letu. Hilo halina tatizo. Lakini la pili, nizungumze kidogo kabla sijasema hii tunatokaje. Wenzetu wa tume, mtusaidie. Mtusaidie kwa maana kwamba tulipoanza jambo hili Okay, waliokuwa wajumbe wa tume, kwa sababu leo wamekaribishwa hapa waliokuwa, kwa sababu hili jambo ni letu na Watanzania wanatusikiliza sisi. Kwa hivyo ni muhimu kuzungumza mambo ambayo hata ukiamka kesho ukiulizwa unasema lile. Ikiwa leo utasema hili, kesho utasema jengine, Watanzania tutawachanganya. From the day one tumeambiwa, na ile sikuja nayo ile tarakimu nyingine ningesoma pale, kwamba msingi wa mapendekezo ya tume ni maoni ya wananchi ambayo yametokana na takwimu. Nasemaje? Ama unataka ama hutaki, lakini hilo ndio lililopo. Hasa kama unataka kama hutaki sina la kufanya mimi. Nilikuwa ninatafuta document, kwa bahati mbaya kama nilivyosema nilitokea Pemba, nimekuja haraka nimeiacha. Ningewasomea kwamba mambo ya msingi yaliyozingatiwa na tume ni maoni ya wananchi yaliyotokana na takwimu. Hasa niwaambie basi, hivyo nyinyi mnajua, naomba niwaambie, nyinyi mnajua kwamba waliopendekeza serikali 3 Zanzibar ni watu 960, 5% ya wananchi wa Zanzibar. Ngoja mwenyekiti, naomba nimlinde mzungumzaji. Naomba endelea mheshimiwa.